Kwa majina ni Steve Mbugua Doithi. Leo nakualika kwa sehemu ya pili ya ushuhuda wangu, mateso yangu ya miaka 17, na kichwa cha somo leo kinasema utupu bila Mungu. Kwa lugha ya Kiingereza kinasema nothingness without God, utupu au ufukara bila Mungu. Katika sehemu ile ya kwanza nilieleza jinsi marafiki, dunia ilifanya nikabadili tabia yangu, kabadili mwenendo wangu, na hata mwisho wangu ulikuwa unaelekea mahali pabaya. Ushuhuda huu wangu uko based na kitabu changu cha kwanza kinachoitwa Solace in Sorrow. Lakini kwa lugha ya Kiswahili bado hakijatoka. Naomba Mungu asaidie kiweze kutoka. Kwa lugha ya Kiswahili ni kwamba ni kitulizo katika dhiki. Wakati kwenye dhiki kuu utapata wapi kitulizo? Ndio shuhuda huu unapotoka kwenye kitabu hiki. Yale yanayoshare katika kanda hizi, mafundisho haya ni machache tu, mengi zaidi ya kwenye kitabu kile. Pamoja na kuwa mlevi, umalaya na mambo mengine, nilitoroka kanisa kwa miaka 14, sikuenda kanisani. Kuanzia form 2, kidato cha pili, sekondari, sikuenda kanisani kwa muda wa miaka 14. Ilikuwa ni ulevi tu na umalaya na mambo mengi mabaya kule duniani. Lakini Mungu aliendelea kunibariki. Sikudhani ni Mungu, nifikiri ni mimi mwenyewe. Nikapita mtihani wangu wa form 4 kidato cha 4 vizuri sana. Nikapita mtihani wangu wa form 6 vizuri sana. Nikaenda Moi University kwa miaka 3, mlevi mkubwa, lakini kwa ajabu ya Mungu mwerevu mkubwa. Tukifanya mitihani naongoza kwenye darasa. Baada ya miaka 3 pale Moi University, nikawa mwanafunzi bora wa somo malonda la uchumi, economics. Nikatoka pale, nikafanya kazi Mombasa kwa muda wa miezi 8. Nikapata scholarship, nikalipiwa kwenda kufanya masomo tena, degree ya pili ya economics ya uchumi. Ni program moja ambayo ilikuwa ni ya Anglophone Africa, nchi za Afrika zinazoongea Kiingereza. Ilikuwa ni kama nchi 17 hivi, na kwa nchi 17 walikuwa wanachukua wale wanafunzi bora. Kutoka Kenya kwa mwaka wetu tulikuwa kama 5 hivi. Waganda walikuwepo, Watanzania walikuwepo, wa Botswana walikuwepo, Nigeria, Ghana, Gambia, South Africa, Zimbabwe, Zambia na nchi zingine nyingi 17 za Afrika. Kaa pale kasoma kwa miaka 2. Mimi nilikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ndio tuko kwenye hiyo program. Baada ya miaka 2, huyu jamaa ambaye alikuwa mlevi sana na mtu wa dunia sana, nilikuwa wa pili kwa nchi 17. Nilikuwa very sharp. Mungu alinibariki sana, lakini sikuona Mungu. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Hekima, Wisdom, sura ile ya 9 mstari wa 6, Mungu anasema mtu yoyote yule hata awe mkamilifu kiasi gani, bila hekima atokaye kwa Mungu atakuwa bure, useless. Mtu yoyote yule hata awe mkamilifu kiasi gani, bila hekima atokaye kwa Mungu atakuwa bure. Kwa kweli haya maneno kwa maisha yangu yalikuja kukamilika. Yalikuja kukamilika kabisa. Neno la Mungu ni amina. Bila Mungu sisi ni bure, itakuwa ni utupu tu. Nakumbuka baada ya kumaliza master's degree yangu, nimerudi Kenya. Wazazi wangu wazuri ambao wanampenda Mungu, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wazazi wangu. Wametulea kwenye misingi ya imani ya Kikristo. Tumelelewa kanisani kabisa. Na niliporudi Kenya, wazazi wangu kule Gilgil, mahali wanaishi mpaka leo, nashukuru Mungu wako hai. Mungu awalinde, awabariki, awape miaka mingi na baadaye maisha ya mbinguni milele yote. Wakaandaa misa ya shukrani. Wakaalika padri aje asherekee misa, kwa maana kijana wao anafanya vizuri sana. Anafaulu katika kila jambo analofanya. Mimi na marafiki zangu tukaenda Gilgil usiku kuamkia misa asubuhi, tukanywa mpaka asubuhi, kulewa. Tulikunywa mpaka asubuhi. Tumeenda nyumbani pale kulala. Baada ya risali 1:30 nasikia mlango unabishwa, ya kwamba padri amefika. Sijalala. Mahema tayari yamewekwa. Wageni wamekaa, wanasubiri mgeni wa heshima mlevi.
Nikaamka mara moja, nikaenda kwenye bafu, nikaoga, nikavaa suti yangu safi. Nilikuwa napenda suti sana siku zile. Nikavaa ile gauni ya master na ile kofia ya juu. Kuangalia kwenye kioo, macho mekundu, sijalala. Nikaanza kutoka kule kwenye madroa zile shades zile nyeusi zile za macho, nikafunika. Yaani bila aibu kabisa, natoka na shades naenda kwenye ibada ya misa. Nimeingia kwenye ibada ya misa, huwa nasema mara nyingi, wale wanyanya wale mashoshoro maguka wale wanaangalia kijana amekuja evaa macho nne shades, wanasema kumbe kufanya degree 2 unapewa macho 4. Kumbe naficha uchafu, ukumbavu wa dunia. Kwenye ibada ya misa, pale anasherekea, mimi naangalia saa. Nataka niende kani. Jamani, nilikuwa mtumwa wa ulevi kama nilivyowaambia kwenye sehemu ile ya kwanza. Ibada ya misa inaendelea, mimi naangalia saa. Imefika wakati wa komunika, kupokea mwili na damu ya Yesu. Kama Mkatoliki naelewa ya kwamba sifai kupokea mwili na damu ya Yesu bila kwenda kwa kitubio sawa sawa. Wakati ule sikanyaga kanisa kwa miaka 12 wakati ule. Nikaangalia umati wa watu, nikasema jamani, wako hapa kwa ajili yangu, nitakosaje kupokea? Nikaamua kupokea. Ndugu zangu, sikupokea baraka siku hiyo, nilipokea laana. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 24 hadi 33, neno la Mungu linazungumzia kuhusu mwili na damu ya Yesu. Yesu anasema huu ni mwili wangu, sio mfano. Anasema hii ni damu yangu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Kule mbele mstari wa 26 kuendelea, anasema mtu yoyote akila mwili na damu ya Yesu bila kustahili, bila kujiandaa, anakula na kunywa hukumu yake yeye mwenyewe. Biblia inasema ndio maana watu wengi kati yetu ni wagonjwa na dhaifu, na wengine kadhaa wamekufa. Watu wamekufa kwa ajili ya kuchezea Yesu Ekaristia. Jamani, msikilizaji wangu, shukuru Mungu, wewe na mimi hatujafa. Bado na nafasi ya kubadilika na kumpokea Yesu kwa stahili ambaye anastahili. Bado na nafasi. Nasema ni asante sana kwa Mungu, kwa maana mimi nilikuwa naelekea kufa. Baada ya kupokea Kristo nikajua nimekosa, lakini sikujali. Utukutu wa ujana wangu. Katoka hapo nikaingia klabu, nikakunywa Tusker sawa sawa. Baada ya muda nikaenda Nairobi, nikapata kazi kubwa. Makampuni yalikuwa yanipigania. Makampuni mane kwa pamoja. Kaingia kampuni moja, manager anayesimamia wafanyikazi na mambo ya pale administration. Nikaanza kupoteza ufahamu. Nikiitwa naambiwa kuna client ama kuna mgeni aniita, nisipoamka niondoke mara moja, baada ya dakika 2 nimesahau. Nikaanza ku lose memory, poteza ufahamu. Nikaanza kuchanganyikiwa. Hospitali baada ya nyingine. Madaktari nilivyosema, hata medicine, mambo ya daktari huwa nakosea, walinitreat malaria, walitreat typhoid, walitreat stress kwa miaka mingi, hawakuelewa nini kinachoendelea. Na ndio mateso yangu yakaanza pale. Baada ya miezi 8 kwa kazi ile ya kwanza, kweli kabisa nilikuwa napoteza ufahamu wangu. Ilibaki kidogo nichukue suruali niwe kwenye kichwa. Nakumbuka nikipigia mama yangu na baba yangu simu. Nikauliza, baba, mama, nikiwacha kazi leo mtanipokea nyumbani au mtanifukuza? Baba yangu, mama yangu waliposikia maneno walijua kuna jambo ambalo si sawa. Kwa maana alijua mimi si mtu wa kugive up, kwa kupoteza matumaini. Mimi ni mtu ambaye anang'ang'ana kweli kupigana kwa jambo ambalo nafanya. Na jambo ambalo nafanya wanapenda kufanya kwa moyo wangu wote. Napompokea Yesu, natamani mhubiri kwa moyo wangu wote, nijitoe kwake. Wakati ule alijitoa kwenye dunia. Mama yangu, baba yangu akaniambia, mwanangu, kweli kama umefika hapo, karibu nyumbani. Nashukuru mama yangu na baba yangu sana. Nikaamua kuresign ile kazi ya kwanza baada ya master's degree. Lakini kwa ule mwezi mmoja wa notisi nikapata kazi nyingine, kwa maana yaani kazi yangu ilikuwa ni safi. Kampuni ya pili ambayo nilifanyia kazi inaitwa Africa Online. Nilikazi kwa muda wa mwaka au kama hicho. Kwenye kitabu nimeeleza kabisa na ile muda ambao nilikaa kule. Na baada ya muda ile hali ikawa ni mbaya. Nikaona madaktari wengi tu. Daktari mmoja wa ENT akasema lazima nipasuliwe kwenye mapua huku. Wakati ule pua la kushoto linafunga. Jicho limeshuka chini, madaktari akasema nipasuliwe liinuliwe juu. Mdomo umepinda upande moja. Yaani nilikuwa nimeanza kupooza upande moja na sina habari. Jamani, niteseka.
Nikakataa upasuaji, nikaacha kazi, nikaamua kuanza biashara. Kaanza biashara kampuni moja ya Amerika online kwenye mtandao. Siku zile nikisema ya kwamba pengine biashara yangu nitakuwa na muda wa kujipangia, mambo yatakuwa sawa sawa. Baada ya miezi michache nikaja ile biashara kule Amerika ikachukuliwa na serikali, wanasema kwa Kiingereza receivership. Nikapoteza hela yangu yote ambayo nilikuwa kwenye ile biashara. Mambo yakawa magumu. Ndio baadaye nikaamua kufunga ndoa na mke wangu Maria ambaye nampenda sana. Tukahamia Mombasa, nikapata kazi ya mwisho ya kuandikwa. Kazi ya mwisho ya kuandikwa nilikuwa general manager. Nasimamia karibu wafanyikazi 1000. Ule katika region ya Coast region hapa Kenya nasema. Ile kampuni ambayo inaitwa G4S kwa wakati ule ilikuwa security services. Nikawa nasimamia mambo ya gari, wale walinzi, mambo ya alarms, CCTV, mambo ya cash in transit, kupeleka pesa kutoka kwenye benki kupeleka maeneo tofauti, na mambo ya courier, kusafirisha mizigo mpaka dunia nzima. Kazi kubwa, hela nyingi, lakini hamna raha. Miezi 6 kwenye kazi mpya na ndoa mpya, hali ikawa mbaya zaidi. Nikapoteza ufahamu kiasi kwamba singeweza kuzungumza sentensi moja ya Kiingereza. Mtu mwenye degree 2 za economics, wa pili bora Afrika, general manager mkubwa, fanyikazi 1000, Kiingereza siwezi. Sijui ungemhitaji general manager kama huyo. Lakini navyojua rais mstaafu Kibaki, ungeamuuliza wakati ule general manager kama ule ungemwita nini, anakuambia general manager kumbavu. Jamani, nilikuwa nimekuwa kumbavu kabisa, utupu bila Mungu jamani. Nikawa very desperate, nikakubali kwenda hospitali. Nikaenda Mombasa, hospitali inaitwa Pandia. Daktari akaniambia vile vile walivyoniambia Nairobi, lazima nipasuliwe. Nikakubali kufanyiwa surgery ya sinus. Baada ya kupasuliwa, badala ya kupona, waka affect nervous system yangu. Nikaanza kuumwa na mshipa upande wa kushoto hapo kwenye kiuno. Nikakunjika, nikawa kiwete, wala watembea upande moja. Nikachukuliwa nikapelekwa kule Mombasa Hospital. Pale niliteseka ndugu yangu, dada yangu. Ndio nikasema hata udaktari na madaktari na medicine ya sayansi inakosea. Niliteseka kweli, ambao ukitaka kupata ujumbe wote kwenye Sole Sinsoro. Walitaka kupasua spinal cord yangu, uti wangu wa mgongo. Nikakataa, kapandishwa ndege, kapelekwa Nairobi Hospital. Moja ya hospitali kubwa kabisa Kenya na hata Afrika nzima. Madaktari wazuri. Pesa ilikuwa ni nyingi, kampuni inalipa. Nilikaa pale kwa muda wa wiki 3. Madaktari wanafanya uchunguzi kwa wiki 3. Wanatumia teknolojia yote, CT scan, MRI, nikafanyiwa physiotherapy, hydrotherapy kwenye maji, mambo mengi. Baada ya wiki 3, madaktari wa kuangalia akili nimeangaliwa niko sawa, neurosurgeon. Orthopedician na migongo yuko pale. ENT yuko pale. Maxillofacial, yani mambo mazito, majina makubwa ambayo nilijua katika hospitalini. Wako pale wote. Wakajadiliana wakasema upasuaji uliofanywa Mombasa walitumia teknolojia ya zamani na walifanya makosa fulani. Asa nastahili warekebisha yale makosa, nifanywe upasuaji tena mara ya pili. Ndoa inaelekea miezi 8 sasa. Ndani ya miezi 2 upasuaji mara 2. Nilipopasuliwa, badala ya kupona nikapooza upande moja. Nikarudi kwa mke wangu Maria, nimepooza. Siwezi tembea, siwezi simama, siwezi kaa chini, ni kulala masaa 24 kila siku. Nikiamka dakika 2 kwenda chooni au kwenye bafu kuoga, ninachoka uti wa mgongo, narudi nikitembea kwa magoti na mikono, natambaa kama umbwa. Utupu. Jamani, nimeteseka kwa ajili ya kutokumjua Mungu. Niko pale nalala chini. Ikafika mahali nikapoteza kazi, nikaresign kwa sababu siwezi. Kila wiki 2 ndege Nairobi Hospital, napewa madawa, masindano, narudi. Kila wiki 2 narudi Nairobi, Mombasa. Nalala tu kwenye kitanda flat, ile mattress ngumu wanaita orthopedic.
Paka kwenye sitting room ulikuwa na mattress. Kwenye kitabu naita special sitting bed, yaani kiti maalum ambacho ni kitanda kwenye sitting room, kwa maana ni kulala masaa yote. Nikikaa chini naumia, nikisimama naumia. Hamna jambo ambalo lilikuwa linasonga. Pamoja na degree zangu 2, pamoja na mshahara mkubwa, nilikuwa hamna chochote kinasonga. Nikaamua kuacha kazi, pesa ikaisha, nikauza gari, nikawa maskini mkubwa. Tukakula ile hela ambayo nilikuwa nimetunza kidogo ya mke wangu, tukamaliza, hamna hela. Marafiki wakatoroka, wale wa pombe na nyama choma hamna, wote wakatoroka, tukaacho mimi na mke wangu Maria, tumeteseka. Pesa ikaisha kiasi kwamba hata chakula hatuwezi nunua. Tunakula chai rangi, turungi, tunasema chai bila maziwa na mkate, tunalala. Hamna mtu kusaidia. Ndio maana kwenye kitabu nasema solace in sorrow, kitulizo katika dhiki, ni kwamba sikupata kitulizo kwenye marafiki. Sikupata kitulizo kwenye hela yangu, haingenunua afya nzuri. Sikupata kitulizo kwenye madaktari, walishindwa na siwalaumu, Mungu aliwaficha na sababu. Sikupata kitulizo mahali popote, nimekuja kupata kitulizo ndani ya Yesu Mwokozi wangu. Haleluya! Yeye peke yake ndiye anayeweza. Ndio maana juzi nikasema kuna njia ya kutoka salama. Nateseka miaka 17 na njia ipo. Yesu alikuwa ananiita, asema njoo semezane. Ndugu yangu, dada yangu, haijalishi napitia nini leo, hata wewe Yesu anakualika uje msemezane. Huyu Yesu aliyenitendea anaweza kutendea. Madaktari walishindwa Kenya nzima, nikaachwa nife. Kwa kitabu changu ile sehemu ya chapter ya 3 kule mwisho, nimalizia kwa kusema kwa Kiingereza, yani I was ready to stay at home and rot away, die. Nilikuwa tayari nikae nyumbani nioze nife. Matumaini hamna, mambo yameharibika, kila kitu kimeenda vibaya. Jamani, nilikuwa nimekwisha utupu kabisa kwa ajili ya kuto kumjua Mungu. Mtu yoyote yule, hekima amesema, awe ni mkamilifu kiasi gani, bila hekima ya Mungu atakuwa bure tu. Nilikuwa nimekuwa bure kabisa. Ukiniuliza baraka ni nini, ndugu yangu, leo hii najua baraka ni nini. Watu wengi tunalia hatujabarikiwa, lakini kweli ukijua baraka nini, utajua jinsi umebarikiwa. Ungekuja kunitembelea wakati ule unatembea, nilikuwa nakutazama nasema, jamani, yani wewe umebarikiwa unatembea, singetembea. Nakaa chini naangalia kuta 4. Ungekuja nazungumza, mimi hata Kiingereza sentence moja siwezi kusema nachotaka, najua nachotaka kusema, nikienda kutamka na tamka mambo mengine. Ningekuona nazungumza kuangalia na kutamani. Nakaa kwenye televisheni natazama watoto wadogo wanaongea Kiingereza, yani naona wana hekima hali ya juu sana. Jamaa mwenye degree 2 aliyekuwa general manager, wafanyikazi 1000, alikuwa na mahela mengi, anaangalia watoto watazama, anawatamani. Utupu. Ndio maana mhubiri anasema vanity of vanities, ubatili tu. Jamani, niliugua nikateseka, hali ilikuwa ni mbaya. Kutembea nje kuona unachoona leo singeweza, pale kuta 4. Lakini hapo ndio Mungu alikuja kunikuta, kama nitakavyoeleza kwenye hatua ya 3 ya ushuhuda wangu wiki ijayo. Lakini kwa pale chini, madaktari mwishoni nikienda Nairobi wakanipa madawa ya depression. Yani mimi najua mtu aliye na depression ni mtu ambaye ndani hataki kufanya chochote, yani ameshindwa kabisa kwa ndani. Mimi kwa ndani nitaka, lakini kwa nje nimelemewa, mwili hausongi. Kile jamani, sina depression, akasema yale umepitia kweli una depression, kunywa madawa. Nilitoka Nairobi nikajiambia haya madawa ya depression ndio ya mwisho naye meza. Kweli kabisa, nilikuwa na uhakika madaktari walikuwa sawa wana gesi. Hawajui la kufanya, wanafanya guesswork tu. Kama wakati mwingine kama vaccine zinavyotoka, wanafanya wanajaribu pata potea. Ilikuwa hivyo maisha yangu. Miaka 17 ya mateso. Nikarudi Mombasa. Siwezi tembea, siwezi simama, siwezi kaa chini. Kulala chini, nikimeza yale madawa, naanza kuona giza, blood visions. Naanza kupata hallucination, kuota vitu vibaya. Kapigia daktari mmoja nikamuuliza, kwa nini naona haya mambo? Akaniambia usijali, utazoea. Swali langu la mwisho kwa daktari lilikuwa ni hili: nitazoea kuwa chizi? Jamani, kuwa chizi.
kwa kuto kumjua Mungu, kwa ajili ya dhambi na sikujua. Nilichukua yale madawa nikaenda chooni, katupa kule ndani, nikaflash. Kaambia Mungu, niponye au nichukue. Nilikuwa nimechoka ndugu yangu, dada yangu. Singeatoa maisha yangu mwenyewe, lakini kwa tayari Mungu alichukue. Lakini angelichukua wakati ule, sikuwa Mkristo mzuri jamani, ningekuwa motoni leo naangamia ndio tajiri mkumbavu. Mungu nakushukuru kulichukua wakati huo. Nisaidie nikujue zaidi, niishi maisha mema, ili baada ya maisha nije kwako mbinguni jienjoe milele yote. Kwa maana dunia hii ni utupu tu bila wewe Mwenyezi Mungu. Mateso. Ndugu yangu, dada yangu, ilifika mahali nikapoteza matumaini yote. Mbele naona giza, nyuma naona giza, kando naona giza, sijui la kufanya. Nikawa nimechanganyikiwa. Lakini nilipoamua kurudia Mungu, Mungu anayeweza yote, Mungu ambaye tulisema tunamtazama yeye, si kutazama hali, mazingira yale, mbali ni yeye. Nilipoanza kumrudia Mungu, kama vile nitatoa shuhuda wiki ijayo, huyu Mungu alinionekania. Haijalishi wewe unapitia nini, haijalishi hali yako iko namna gani, hata hali ya corona ambayo tunapitia, huyu Mwenyezi Mungu anaweza. Anatuambia kwenye Isaya 1:18, njooni semezane. Ndio vile alikuwa ananiambia nateseka miaka 17, Mungu alikuwa anambia Stefano, njoo tusemezane. Njoo, ingawaje dhambi zako nyekundu kama dhambi, nitakusafisha nikufanye msafi uwe kama theluji. Miaka 17 ya mateso pale chini, siwezi tembea, siwezi simama, siwezi kaa chini, ni mateso tu. Msikilizaji wangu, kwa kweli haijalishi unapitia nini, hakuna hali ambayo inamshinda Mungu. Anasema hakuna kisichowezekana kwake, yote inawezekana. Natamani leo mletee hali yako unayopitia. Natamani tumletee hali yetu ya dunia leo. Tumletee na tumrudie, kwa maana anasema mtakaporudia mtakula mema ya nchi. Nilipomrudia baada ya miaka mingi kuteseka, ndio mimi yule leo nahubiri Injili. Ningekufa pale. Biblia inasema wengine wamekufa kwa ajili ya kupokea Eucharistia. Mimi nilikuwa naelekea kufa pale. Wiki ijayo takueleza jinsi alivyofunua hayo, na nikaamua kufanya toba ya kweli, kafanya kitubio sawa sawa, na Mungu aliniponya. Msikilizaji wangu, inawezekana leo siku yako. Tumefungiwa kwenye manyumba, lockdown, lakini Mungu hajashindwa kufika mahali ulipo. Yuko na wewe saizi, anasema na wewe. Anasema njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo, nitawapumzisha. Hebu funga macho yako, mpe mizigo yako sasa. Funga macho yako, wacha kumlaumu Mungu. Mwambie Mungu, ni asante kwa hali hii, na ninakuletea wewe unaweza. Tumkabidhi hata hali yetu ya dunia leo. Hali ya corona haijashindwa. Hali za familia zetu haijashindwa. Lakini nataka tuelewe kwamba bila Mwenyezi Mungu, bila yeye ni utupu, ni ubatili tu, vanity of vanities. Kristo Mfalme, nakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Unatuambia ni utupu tu bila wewe. Maisha yetu bila wewe ni utupu. Dunia bila wewe ni utupu. Mungu, naomba utuhurumie, utusamehe. Msikilizaji wangu leo anayekusikiliza, Mwenyezi Mungu, kupitia mitandao hii, naomba umpe neema ya kufungua moyo wake, akualike ndani, na umpe neema kabisa ya kuachilia mizigo yake kwako, kwa maana wewe unaweza. Sio kuachilia na kushikilia, bali aachilie kabisa. Bwana, naomba upokee mizigo yote. Pokea. Kila anayekabidhi Bwana pokea, kwa maana wewe unaweza Mwenyezi Mungu. Naomba Kristo Mfalme, nyoshe mkono wako wa nguvu na uponyaji. Wewe uliyesema tukiomba chochote na kuamini Baba utatupa. Mungu ulivyoniponya, Baba naomba achilie uponyaji kwa msikilizaji wangu. Wote watakaosikiliza mafundisho haya Bwana, naomba ukutane na nguvu ya neno lako, nguvu ya ufufuo, nguvu ya uponyaji Bwana, kama ulivyotuambia kwa neno lako. Tutafanya yale uliyofanya, hata makubwa mazaidi. Hata wakati wa COVID-19 Bwana, wacha mkono wako upate kuonekana. Ndio Bwana tuweze kuishia kukutumikia, tukijua kwamba hapa duniani utupu tu bila wewe.
tufanikishe tukiwa ndani yako, na mwisho wa safari yetu hapa duniani tuwe naye mbinguni milele yote. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini, amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amina.